Hello mabibi na mabwana. Yes, ni moja kwa moja kutoka katika viwanja hivi vya Skylight Pool Club ambapo ulikuwa unafanyika mchezo wa kimataifa kati ya Mtanzania Melkizedek Emedeus ambaye ni mwenyeji wa hapa na pia ni Skylight Pool Club ni klabu yake kwa mchezo wa pool table dhidi ya mchezaji mgeni kutoka nchini Uganda anayefahamika kwa jina la Joseph Kasozi, ambapo mchezo huu umetamatika kwa kuamuliwa kwa penalty ambapo Melkizedek Emedeus ameshinda frame 17 kwa frame 16. Walikuwa wanacheza race ya 17 na mbele yenu hapa niko na mmoja kati ya viongozi ambao ni mwanasheria katika klabu hii tupate kusikia mawili matatu kutoka kwake. Ana nini cha kuzungumza juu ya mchezo, juu ya mchezaji wake, ni maandalizi gani waliyafanya, ana furaha kiasi gani, na so far share na sisi experience kama hiyo. Karibu mwanasheria. So far game ilikuwa ngumu na ilikuwa ngumu kuliko tulivyotegemea, kwa sababu kwa jinsi tulivyoangalia game za nyuma zilizopita za Kasozi na ya leo, Kasozi ana makosa mengi kuliko mchezaji wetu, lakini bahati mbaya leo mchezaji wetu naye amekuwa na makosa ambayo yanataka kufanana na Kasozi. So far game zote ambazo tumecheza, mchezo wa kufurahisha umecheza na mchezaji wetu, kwa tunaamini ushindi wa Janja leo haukuwa wa kubahatisha, ulikuwa ni kwa sababu ya kiwango chake, na tunaamini game inayofuata tunashinda 100%. Pengine ni kwa namna gani mlikuwa kwenye pressure, kwa sababu mchezaji wenu alianza na energy kubwa akaongoza hatimaye mpinzani aliweza kufanya comeback at least akalevo kwenye game namba 4 kwa namba 4. Then baada ya hapo Melkizedek aliongoza tena akafika frame 6 kwa 4. Then baada ya hapo mpinzani alikuja akashinda frame 6 mfululizo mpaka mnakwenda mapumziko, game ikawa ni 9 kwa 6. Ni kwa namna gani mlikuwa kwenye pressure katika kipindi kama hicho? Mnatoka kuongoza, mnaongozwa, then mnakwenda mapumziko. Kusema ukweli na kimchezo tuko kwenye pressure kubwa, lakini bado tulikuwa na imani kwamba mchezaji wetu anacheza vizuri kuliko mpinzani, kwa sababu tuko tukiangalia zile game ambazo zimeisha ambazo Kasozi mpinzani wa Janja ameshinda, hatuoni kama zilikuwa ameshinda kwa kiwango ambacho Janja anacheza. Kwa so far wazungu wanasema honestly speaking, tulikuwa kwenye pressure kwa sababu ya difference ya magoli, lakini tulikuwa tunarudi nyuma, tunaona kwamba bado mchezaji ushinda kwa sababu ya magoli, aina magoli ambayo Kasozi ameshinda na aina mchezaji ambaye anacheza naye ambaye ni Janja. So far tunaona puli limekuwa na mwamko mkubwa sana. Of course tumeona washabiki wengi sana wakijitokeza kwa wingi katika viwanja hivi kumshabikia Janja, na of course walikuwa wanapiga kelele, wanashangilia kwa nguvu, kwa energy kubwa sana. Je, ni kwa namna gani mnajipanga next time ili muweze kumanage pressure kama hii, so hata na sisi waandishi wa habari tuweze kupata na kutoa kitu ambacho kinakuwa quality kwenye social media? Hilo unalizungumziaje kama kiongozi? Club ya Skylight sisi tuna umoja. Game inayofuata tulivyojipanga, moja, wote tutakuwa sniper kuangalia kinachoendelea, kuangalia mchezo utakaokuwa unaendelea kati ya Janja na Kasozi kwenye uwanja wa ugenini. Tumeshinda game ya kwanza, hatujaridhika, tutakuwepo game ya pili ambayo itachezwa sniper pale Kinondoni, Q Master pale Kinondoni. Tutakuwepo, hatutakosa, lazima tuone. Na kama ulivyoona mashabiki walivyokuwa leo, tutakuwa hivyo Q Masters Kinondoni. Asante sana na kushukuru na hongereni kwa ushindi. Asante sana brother. Yes, hivyo ndivyo tunavyotamatisha mahojiano na kiongozi huyu kutoka hapa Skylight. Kwa kweli ulikuwa ni mtanange wa hali ya juu, mtanange wa kukata na shoka. Yaani ulikuwa hata ukisoma maoni ya mashabiki kwa mitandaoni nakwambia hawajawahi kuona mchezo mgumu kama huu. Can you imagine mchezaji anaongoza then anaongozwa? Ni kupishana kwa mchezo, lakini so far sisi kama watu wa habari tumeenjoy.
tunawakaribisha tena siku ya kesho kutwa kwenye rematch ya Joseph Kasozi dhidi ya Melkizedek Amedeus itakayofanyika katika viwanja vya Q Masters Pool Club pale Kinondoni. Asanteni na karibuni sana.